الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahusia lakini pia kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuogope Mwenyezi Mungu katika mazingira yoyote, yawe ya siri yawe ya dhahiri. Kwa Mwenyezi Mungu la takhfa alayhi khafia, hakifichikani chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatuona, anajua, ana habari na kila jambo ambalo tunaliendea kimaneno, kimatendo na kadhalika. Baada ya kuhusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ametupa miongozo mbalimbali mizuri yenye manufaa kwetu kulingana na uwezo wetu. Hakuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu ametutaka tulifanye liwe hatuna uwezo nalo, hakuna. Inawezekana tusilione kwamba halipo katika uwezo wetu, lakini ni zile nafsi zetu tu zinatuonyesha kwamba ni kubwa, lakini kumbe linawezekana. Bali kuna mengine ambayo ni madogo kabisa na yana faida kubwa, yana thamani kubwa, lakini wakati mwingine nafsi zetu zikatuonyesha kwamba ni makubwa, tukaacha kuyafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuleta katika huu ulimwengu kwa lengo moja kubwa: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa lengo wapate kuniabudu. Hili ndio lengo la sisi kuwekwa katika huu ulimwengu, kufanya ibada, kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile ambavyo inatokea kwa mifano midogo. Tajiri ameanzisha kiwanda. Baada ya kuanzisha kiwanda cha uzalishaji fulani, kwa hiyo anatafuta wafanyakazi kulingana na kile idara anaopata wafanyakazi ambao watafanya ile kazi ili wazalishe na yeye awalipe. Sio kwamba watazalisha bure, na kila mzalishaji au kila ambaye atakuwa katika kitengo fulani atalipwa kulingana na umuhimu wa kitengo kile, atalipwa kulingana na uzito wa kazi. Pamoja na kwamba wote wapo katika kiwanda kimoja, yupo ambaye atalipwa mshahara mkubwa na yupo ambaye atalipwa mdogo. Lakini pia tajiri yule au mwenye kiwanda huyo
ataweka muda maalumu wa masaa ya kazi, kwamba masaa ya kazi ni masaa 8, masaa 9, masaa kadhaa. Lakini kuna ambao watatokea katika wafanyakazi wanapenda kujitolea, wanapenda kazi zao. Muda wa kazi ni masaa 8, lakini anaweza akaongeza lisali moja, masaa 2, masaa 3. Lakini tajiri kwa umuhimu wa huyu mtu kujitoa kwenye kazi ile, utakuta anamlipa zaidi kuliko hata ule mshahara wake wa mwezi. Kwa nini? Kwa sababu hapa amefanya kujitolea zaidi. Ameacha kazi zake kwa sababu aendeleze kazi hii. Tofauti na ile ya masaa 8, ile ni lazima. Hapa nataka kusema nini? Kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba ametuumba kwa ajili ya ibada. Na ibada ziko tofauti tofauti. Kuna ibada ambazo ni kubwa uzito wake na malipo yake pia ni makubwa. Mfano swala, mfano funga, mfano haji. Tumeelezwa ibada hizi kwamba ni za lazima, na tukaelezwa faida zake na malipo yake. Lakini kuna ibada nyingine ambazo ni ndogo ndogo, lakini utakuta zina malipo makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi anatuambia sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani lirrahman. Kuna maneno mawili ni mepesi mno katika ulimi, lakini ni mazito kwenye mezani. Yanapendeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno mawili ukiyasema, utamkaji wake ni mwepesi, ni rahisi sana, lakini anaongeza uzito kwenye mizani. Na Mwenyezi Mungu anayapenda. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah alazim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha maneno haya. Ni mepesi lakini mazito kwenye mezani. Hii ni miongoni mwa ibada ambazo sisi kama Waislamu tunatakiwa tuzifanye. Lakini wakati huu kuna ibada kubwa au ibada kuu kama sala, funga, haji, zaka. Sisi kama Waislamu, ibada zote hizi ziwe zile kubwa, nguzo za Uislamu na nyinginezo ambazo zinahitaji nguvu, zinahitaji muda, zinahitaji kujitoa, tunatakiwa tuzifanye. Lakini pia zile ambazo ni ndogo ndogo, inawezekana ukawa unazifanya na huku unafanya kazi zako. Na kuna ibada ukitaka kuifanya lazima uvunje shughuli zako ili uifanye. Kama swala, huwezi ukawa na swali na ukawa unafanya jambo lingine. Ndani ya swala ni swala, lakini inawezekana ukawa unasema subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, na huku unaendesha gari yako, na huku unaendesha pikipiki, uko kwenye shughuli zako za kilimo, kwenye kazi yako, unayafanya hayo ya kwako, lakini wakati huo unasema subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Zote hizi ibada tumewekewa na Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili zituongezee malipo. Yaum al-qiyama tukutane na Mwenyezi Mungu akiwa na furaha na sisi. Lakini wallahi sio maneno ya kutafuta sana. Ni jambo linaonekana wazi kwamba Waislamu hatuko tayari na ibada hizi.
tukiziendea tuziendea kwa udhaifu mno na kwa uzito mkubwa. Kama hizi za adhkari ndo kabisa. Tuna adhkari 1 2 3, labda baada ya swala sema subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Na pia sio wengi, tukimaliza kusali tunaonekana wengi kiasi cha imamu kusema assalamu alaikum wa rahmatullah, uone tunavyoondoka, wakati tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyakati ambazo dua zinajibiwa ni dubura kulli salat, kila baada ya swala. Nani Muislamu yuko tayari kufanya hivyo? Katika Waislamu 100 unaweza kukuta ni 2 tu au 3. Lakini achia mbali hilo, kuwahi msikitini ni tatizo kwa Waislamu kubwa. Wakati katika kuwahi msikitini kuna malipo makubwa mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakayetawadha nyumbani akawa anatembea hatua 1 2 hadi msikitini, anafutiwa dhambi kila hatua. Hatuko tayari kutawadha majumbani, twaja mpaka msikitini, na tukija tumechelewa. Ni ibada hizi tumewekewa ili zituongezee malipo, tuipate pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusidhani kwamba hiyo pepo tutaipata kiurahisi kiasi hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatamani hata Mwenyezi Mungu sote tuingie peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira anatuambia, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى. Mtume anasema umati wangu, kila mmoja katika umati wangu ataingia peponi isipokuwa atakayekataa. Masahaba wakashangazwa, wakamwambia Rasulullah, ni nani ukikataa pepo? Akawaambia, atakayenitii ataingia peponi, atakayeniasi huyo ndo amekataa. Kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Ni kumfuata, kumuiga alivyofanya, na si tufanye hivyo. Tujiulize maswali tu mepesi. Ndani ya siku moja tuna swala 5. Ni swala ngapi mimi ninapata takbiratul ihram katika swala 5 za siku? Unaweza kukuta ni swala moja tu, swala 4 zote nachelewa. Tutegemea tupate pepo ya Mwenyezi Mungu kwa hali hii. Kwa nini? Kama vile hatujaamini kama ni kweli, kama vile tumekosa utayari kiasi kwamba tukaona shughuli zetu ni bora zaidi kuliko za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah. Mkiitwa siku ya Ijumaa, kimbilieni kumtaja Mwenyezi Mungu. Lakini kunaadhiniwa, watu wanaendelea na biashara haramu kabisa ya waziwazi. Ni haramu kuuza, kununua ikiadhiniwa adha. Lakini tunajali shughuli zetu, wakati shughuli hizo anayetuwezesha tukapata faida ni Mwenyezi Mungu, huyo ambaye anatutaka tuwahi katika hizi ibada. Na akatuambia, mkimaliza tawanyikeni, lakini muendelee kumtaja Mwenyezi Mungu huko katika shughuli zenu. Pia hatufanyi. Yaumul qiyama atakayeingizwa motoni hakuna atakayelalamika hata mmoja, kwa sababu anajua pungufu, uzembe anaufanya, hata laumu, bali tu ataridhika kuingizwa motoni. Na hata atakayeingizwa peponi hatofurahi kwamba ameingizwa peponi kwa sababu ya ibada alizofanya. Anaziona ibada ni kidogo kulingana na malipo anayopewa. Ni rahma tu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Mwenyezi Mungu anatuambia ya ayyuhalladhina amanu malakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqal, enyi waumini mna nini mnapoambiwa tokeni katika njia ya Mwenyezi Mungu mnakuwa wazito? Moja ya njia za Mwenyezi Mungu ni hizi sala, moja ya njia za Mwenyezi Mungu ni kutoa sadaka, moja ya njia za Mwenyezi Mungu ni kufunga na ibada nyinginezo. Kwa nini mnakuwa wazito? Mwenyezi Mungu anatuuliza hivi, aradhitum bil hayati dunya min al-akhirah, hivi mmeridhika na maisha ya dunia kuliko akhera? Kwamba dunia mmeiona ni nzuri kuliko akhera. Hayakuwa maisha ya dunia, Mwenyezi anamalizia, hayakuwa maisha ya dunia kulinganisha na maisha ya akhera, isipokuwa ni starehe ndogo sana. Lakini ndio ambaye tunaikimbilia na kuiona ni bora, tukaacha ibada tukangangana na shughuli zetu. Tunataka nini kwa Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anatuambia sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kimbilieni, harakisheni katika kutaka msamaha wa Mwenyezi Mungu na pepo ya Mwenyezi Mungu ambayo ni kubwa kama zaidi ya mbingu na ardhi, imeandaliwa kwa wacha Mungu. Hao wacha Mungu ni kina nani? Walitakiwa patikane katika sisi. Na ndo hapo unaiona tofauti kubwa ya maswahaba, sio maswahaba wote, baadhi ya maswahaba na baadhi ya maswahaba wengine na sisi. Kwani ukiambiwa mfano Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu, tumekasema Abu Bakr ni katika watakaoingia peponi bila hisabu. Abu Bakr ni miongoni mwa maswahaba watakaoingia peponi bila hisabu. 10 al-mubashirina bil janna, wale 10 walobashiriwa pepo, mmoja wapo ni Abu Bakr. Hakuna katika alizozifanya zile ibada sisi hatuwezi kuifanya. Ibada zote alizozifanya Abu Bakr na sisi tunao uwezo kuzifanya. Tatizo ni moja tu, utayari wa kuzifanya zile ibada. Shida iko hapo. Mwenyezi Mungu anatuambia makana limu'mini wala mu'mina, haikuwa kwa muumini mwanamume wala muumini mwanamke Mwenyezi Mungu anapohukumu jambo ukawa na hiari. Huu ni wakati wa sala, unaenda unavunja shughuli zako, natakiwa nitoe sadaka, unatoa bila kujali kwamba kutabaki nini huku ninapopaacha. Hapo ndo alipotushindia Abu Bakar radhiallahu anhu. Siku ile Mtume sallallahu alaihi wasallam wameswali alfajiri, halafu anauliza man minkum tasaddaqa al-yawm, nani miongoni mwenu ametoa sadaka leo baada ya swala alfajiri? Abu Bakar akasema ana ya Rasulullah, mimi nimeshatoa sadaka. Masahaba wengine wanasema muda huu umetoa sadaka umempa nani? Lakini ameshatoa. Wani sisi hatuwezi kutoa sadaka? Ni ibada ambayo tunayo uwezo nayo sana, na uwezo wetu wa kiuchumi unamshinda Abu Bakri mara nyingi mno. Hakuwa na pesa za hivyo wala uchumi mzuri kihivyo, ni mtu wa kawaida mno. Lakini hicho kidogo alikuwa hachelewi kukitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nani miongoni mwenu ameamka ametoa sadaka leo? Sema ana ya Rasulullah. Tunakauliza swali lingine, nani ameamka leo amefunga? Ana ya Rasulullah. Kwani sikoshinda kufunga? Siku ya Jumatatu, siku ya Jumanne tunashindwa kufunga? Hatuko tayari tu. Nani miongoni mwenu amemtizama mgonjwa, amemtembelea mgonjwa, amemjulia hali mgonjwa? Abu Bakari ana ya Rasulullah. Wagonjwa ngapi tunao? Bombo wapo bure tu kwenda kuwatizama, sio mmoja, wagonjwa 100 200. Huo muda tunao. Tatizo utayari. Nani miongoni mwenu amesindikiza janaza? Ana ya Rasulullah. Mitaa karibu tutasikia kuna janaza, wala hatuendi. Shughuli yangu kwanza, halafu tuitaka pepo. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya kweli kabisa, na wengi katika Waislamu yaum al-qiyama watajuta
kwa sababu ya dosari, changamoto au uzembe au waliofanya wakati walikuwa na uwezo wa kufanya. Tunao uwezo kutoa sadaka, tunao uwezo wa kusindikiza janaza, tunao uwezo wa kufunga, tunao uwezo wa kuangalia wagonjwa kwa kila siku. Tunao uwezo huu kama kweli tuitaka pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipouliza maswali haya akamwambia Abubakar, wewe ni katika watu wa peponi. Mtume akasema atakayekusanyikiwa na mambo haya manne kwa siku anaingia peponi. Na yapo kiamua kwamba leo mimi nimefunga, unafunga. Kutoa sadaka inawezekana. Kuangalia wagonjwa wapo, hospitali nyingi tu zipo. Janaza walisubiria tu pale kwamba utampata mtu alofariki, utasindikiza janaza mpaka akazikwa na urudi kwako. Kama kweli tutaitaka pepo. Mbona tunavunja shughuli zetu, tukavunja muda wetu kwa sababu mambo yetu ya kidunia? Unakaa mahali wamsubiria mtu masaa mawili, masaa matatu ili mmalize jambo fulani la kidunia, hata kama lina pesa kiasi fulani. Kwa nini tusivumilie na kusubiria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. malizia sehemu ya pili ya khutba yetu kwamba Waislamu tunakosa utayari katika mambo ya khair. Uwezo tunao, tatizo dunia tuiona ni bora zaidi kuliko akhira. Katika moja ya sifa ya muumini wa kweli, alladhina yu'minuna bilghaib, ni wale ambao wanaamini mambo ya ghaib. Tumeambiwa kuna pepo, kuna moto, lakini hatujauona kwa sababu ya udhaifu wa imani zetu. Tuliona kama ni jambo haliwezekani kihivyo. Kwa ndio maana swala imenadiwa ni wakati wa dhuhuri, ni wakati wa asri, mtu anaendelea na shughuli zake hadi swala ikakimiwa, hadi saa nyingine ikaswaliwa ikaisha, amalizia kazi zake. Tukiingia motoni ni kwa kutaka sisi wenyewe. Waislamu tubadilike. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anapita pale Madina katika moja ya kisima kinaitwa Bi'ru Ruma. Anapita akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani atakinunua kisima hiki? Admanu lahu aljanna, mimi namdhamini pepo. Yani akikinunua mimi namdhamini pepo. Kumdhamini pepo yani kwa lugha rahisi, atakayenunua ni katika watu wa peponi. Lugha rahisi ni Uthman ibn Affan akamfuata mwenye kisima kile, niuzie. Shida yake sio anunua afanye biashara na mwanadamu. Shida yake akinunue kuthibitisha kwamba anaitaka pepo, atadhaminiwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo yuko tayari kukinunua kwa thamani yoyote, kwamba nikikinunua pepo naipata. Kwa hiyo haijali atakinunua kwa kiasi gani, muhimu tu mwenye kisima akubali kukiuza kwa gharama zozote. Pesa za dunia hata zijae dunia bado ni ndogo kulingana na kisehemu kidogo sana peponi. Bado dunia ni ndogo mno. Tumesikasema dunia haina thamani zaidi ya ubawa wa mbu. Ubawa wa mbu na dunia, ubawa wa mbu una thamani zaidi kuliko dunia.
ndio hii ambayo sitoikumbatia. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayenunua hiki na mdhamini pepo. Uthman radhiallahu anhu akamfuata mwenye kisima, nataka uniuzie kisima hiki. Myahudi akakataa, hapa ndo maisha yangu mimi na familia yangu, nauza maji napata matumizi ya familia yangu. Akakataa, lakini Uthmani anataka pepo, yuko tayari kukinunua kwa gharama zozote. Myahudi akataja pesa nyingi au dinari nyingi, 12,000 dinari, 12,000 dinari, 12,000. Dinari moja ni shilingi 700,000 600,000 za Kitanzania. Dinari moja 700,000 za Kitanzania mara 12,000. Na hakukiuza, waingie share, wawe na siku moja ya Uthmani ya kuchota maji, siku ya pili ya Myahudi kuchota maji. Uthmani akazitoa dinari 12,000, ikawa siku moja ya Uthmani, siku moja ya Myahudi. Myahudi anauza maji, Uthmani watu wachote maji bure. Watu nao wakajiongeza, siku ya Myahudi hawachoti maji kwa sababu siku ya Uthmani unachota maji bure. Angalia biashara hizi zinafanywa na watu wenye maarifa na uoni wa mbali. Sisi tunahangaika kuuza mikate na scraper, biashara za maduka. Huyu anafanya biashara na Mwenyezi Mungu. Siku ya maji ya kwake watu wachote bure. Watu wakichota maji mji mzima siku moja, thawabu ngapi? Uza wewe biashara zako, na pia sadaka hatutoi. Tutategemea nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu? Watu wakawa hawachoti maji siku ya Myahudi, wanachota maji siku ya Uthman. Myahudi akamshinda, akamfuata Uthman, nikuuzie chote, nipe dinari 8,000, jumla 20,000. 20,000 ni milioni, mamilioni, sio milioni moja, mamilioni. Kama dinari 20, dinari 20 milioni 7 dinari 20. Dinari 20,000 ni milioni ya bilioni. La kakinunua hicho kisima, hadi leo hiki. Kuanzia zama za Mtume hadi leo watu wanachota maji bure. Ndio biashara za kufanya. Tufanya biashara ya kuuza scrap, fanya biashara ya kuuza mihogo, fanya biashara ya kuuza michele, lakini bado tukifanya hizo biashara hatutoi sadaka. Mwenyezi Mungu akatwambia khudh min amwali sadaqa. Kwa hizo biashara zao hizo chukua sadaka kidogo. Katika milioni moja zaka ni 25,000. Nani anatoa? Watu wana mamilioni wameyaweka, lakini hawatoi zaka. Acha zaka ya faradhi, sadaka za kawaida. Hapa msikitini tukisema tuchangishe, tutataka shilingi 10,000, tutapata shilingi 3,000. Kwa nini? Utayari kuziendea ibada za Mwenyezi Mungu ni tatizo. Masahaba walitushindia hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hazijanisaidia mimi mali za mtu yeyote kama alivyonisaidia Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu. Yani akilala usingizi anafikiria nifanye nini kwa ajili ya Uislamu, ima kumpitia mtume au kwenye Uislamu au kwenye jambo lolote, nifanye lipi? Yuko kwenye usingizi. Akisikia tu jambo la dini hachelewi, wa kwanza ni yeye. Hadi Umar ibn al-Khattab akaingiwa na wivu, akasema huyu Abu Bakari kila jambo yeye wa kwanza. Siku moja mtume akatangaza kumchangia mtu mmoja. Umar akasema leo mimi namshinda Abu Bakari. Wakaingia katika majumba yao. Umar anakuja, mtume anamuuliza, "Naam ya Umar, umetoa kiasi gani?" Mtume, "Nimetoa nusu ya mali yangu." Tukisema nusu sio kwamba alikuwa anamiliki mamilioni mengi, hata kama alikuwa na shilingi 10,000 lakini katoa 5,000. Kama alikuwa na shilingi 1,000 katoa shilingi 500, nusu nimetoa. Mtume akamwambia barakallahu lak, Mwenyezi Mungu akubariki, akulipe kila la kheri. Anakuja Abu Bakar, mtume anamuuliza, "Naam ya Abu Bakar, kiasi gani umetoa?" Sema, "Nimetoa zote." "Je, familia yako nyumbani?" Akasema, "Mwenyezi Mungu yupo, watakula, wataishi." Hapa ndo alipotushindia Abu Bakar. Hafikirii familia yake watafanyaje. Mwenyezi Mungu si yupo.
Sisi tushindwa hapa na Abubakar. Shilingi 1000 ninayo, watolewa taarifa za mchango hapa kwa ajili ya maji na umeme. 1000 yangu siitoi wala si change, bali nikijikusuru sana toa shilingi 100-900 nibaki nazo. Abubakari habakishi, anamaliza zote. Mwenyezi Mungu yupo. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa agizo pale nyumbani wachinje mbuzi, alafu wamgawe sadaka, wabakishe kidogo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Yeye akaondoka zake, akachinjwa mbuzi, wakagawa. Walipogawa wakabakisha mguu mmoja tu, mguu mmoja. Mtume aliporudi akawauliza, na mmefanya kama nilivyosema? Sema naam, tumegawa, tumebakisha mguu mmoja tu. Angalia Mtume alivyozungumza, sema mlichobakisha ni kingi kuliko mlichotoa. Sababu ile nyama nzuri ndio mmeibakisha, wakati mngeitoa ndio mngepata thawabu nyingi, bado kalaumu. Lakini sisi kichinja mbuzi mmoja, watoa mguu mmoja sadaka, miguu mitatu na nyama nyingine zote zabaki nyumbani. Pepo kwetu bado ni ngumu sana. Mtume Mwenyezi Mungu akasema, wa kuntum yawmaidhin azwaja 3. Siku hiyo ya kiyama mtakuwa makundi matatu. Siku ya kiyama mtakuwa makundi hayo matatu. Kuna watu ashabul maimana, ma ashabul maimana, kuna watu kuliani. Halafu kuna as-sabiquna as-sabiqun, na kuna ashabul mash'am, watu motoni. Watu wa peponi wako makundi mawili. Katika haya makundi mawili, wasabiquna as-sabiquna, wale wa daraja la kwanza, first class. Mwenyezi Mungu akawazungumza kina nani, alafu akasema thullatu minal awwalin, wengi kabisa ni wale watu wa mwanzo wa mtume na waliofuatia. Wengi ni wao. Wao walikuwa ni wachache kwa idadi, lakini kwenye kuingia peponi wao ni wengi zaidi, na kidogo tutaingia sisi, na wakati sisi ndio wengi. Aliposema wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, pia akasema thullatu minal awwalin, wengi watu wa mwanzo. Hapa na sisi ndo tukapata hizo nafasi kwamba kwenye ile daraja la pili na sisi angalau tutakuwepo wengi. Kwa nini? Kwa sababu umetuzidi kwenye ule utayari wa kuitika maamrisho ya Mwenyezi Mungu, ibada mbalimbali. Yaani vinginevyo tutamani hizi swala zingepunguzwa ziwe 3 badala ya 5. Na wapo wengi watu fika swala ya Isha na wanaziswali zote. Kila mmoja anaona watu wanamwona. Kuna watu adhuhuri hii au Ijumaa hii ndio anaswali swala alfajiri. Hakuwa mgonjwa, hakuwa na dharura yote, raha tu ya usingizi. Sasa tuitaka pepo. Tumekasema kullu ummati yadkhuluna aljanna, umati wangu wote wataingia peponi isipata kaikataa. Tusiingie huko kwenye kukataa, tuingie katika kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pepo ni ghali, lakini inunue kwa thamani alizokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa mali tulizonazo zote za Mwenyezi Mungu. Na sisi wenyewe wa Mwenyezi Mungu tukiambia tulipie bili tu ya mguu, utaweza kuilipa? Au bili ya macho utaweza kuilipa? Umeme si unatushinda kununua, vocha si tutashinda kuweka vocha, majumba tumepangisha tutashinda kulipa. Una miaka sasa hivi 50 60, mguu umetembelea, hujawahi kudaiwa na Mwenyezi Mungu hata senti moja. Uvunjike huo mguu uone, uende pale bomba ili waufunge. Umevunjika sehemu moja, milioni 1, milioni 2. Mwenyezi Mungu hujamlipa hata senti, anakutaka nini? Ufanye ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika ambao